vyumba 11 katika mpangilio mzuri sana, na ninakuomba uendelee kuwa nami hapa ili uweze kuona ni nini kilichomo ndani yake, lakini pia imepangilika vipi hii hapa. Nikukumbushe tu ya kwamba unaweza kutazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kupitia WhatsApp yako tu. Cha kufanya ni hivi: tuma message WhatsApp kwenye namba hii inaonekana kwenye kioo cha simu yako hapo, andika neno Niunge. Baada ya hapo tutakupatia linki, na kupitia linki hiyo basi utaweza kujiunga na WhatsApp channel yetu na utakuwa unatazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka kwenye mitandao ya kijamii. Na hili jengo bwana, upana wake lina upana wa mita 11.5 na urefu wa mita 28. Kwa hiyo kama kiwanja chako kina upana wa mita 15 na urefu wa mita 35, hili jengo lina fit na linakaa vizuri, linajinafasi, na bado hata mbele utapata nafasi ya kuweza kuegesha magari kadhaa. Na ukiangalia vitu vizuri zaidi kwenye hili jengo ni kwamba mbali na kuwa lina vyumba 11 self vyenye mpangilio mzuri na usiofanana au usiotazamana, bado ndani kuna store ambayo iko karibu sana na chumba cha mapokezi. Naomba nielezee zaidi kuhusiana na hii store, sawa? Hii store bwana ina uwezo wa kutumika pia kama chumba cha kulala cha mhudumu, na inatazamana karibu sana na eneo lake la kazi ambao ni sehemu ya mapokezi. Kwa hiyo mhudumu anaweza hata akalala humo store, sawa? Anaweza akalala humo, ina maana humo pia akawa ni hifadhi mashuka na nini, kwa sababu sio vitu vitakavyochukua nafasi kubwa ndani yake humo. Kwa hiyo anaweza kalala pia humo ili kuwa karibu na chumba chake cha mapokezi. Mbali na hilo, humu ndani kuna laundry room au chumba maalum kwa ajili ya kufulia nguo kwa wateja ambao watakao kuwa wanafika hapa, ambao watahitaji huduma hiyo hapo. Sasa baada ya hapo, naomba nikwambie kwamba jengo lina vyumba 11 vya kulala, na katika vyumba vyote hivyo, vyumba vyote ni self na viko na mpangilio na uelekeo tofauti tofauti. Na ndani yake kuna pitch, namna ambavyo imetengenezwa ili watu wasiweze kutazamana kumuona nani kaingia chumba gani na nani kaelekea chumba gani. Hii nayo inafanya jengo linakuwa na muonekano mzuri pia kwa upande wa nje. Veranda ziko 3. Of course kuna veranda ya mbele ya jengo na veranda ya nyuma upande wa jengo, ila kuna veranda nyingine, hii ni ya staff tu, itatumika na wahudumu kwa sababu ipo katika chumba maalum kwa ajili ya kufulia nguo. Sasa turejea kwenye details zetu, sawa? Zile data za msingi. Hapa kwenye hili jengo tutatumia jumla ya bati za futi 10,320, lakini ukija kwenye mbao za kenchi, mbao zitaenda 600 kamili, sawa? Sasa hapa kwenye tofali za blocks hapa zinaenda jumla ya tofali 6,000 peke yake, ila kama utataka kutumia tofali za kuchoma basi utatakiwa kuandaa tofali 20,000. Sasa hapa nafikiri itakuwa nimesikilizika vizuri. Nikirejea hapa kwenye plani yetu, ina maana ina uwezo kukubali kwenye kiwanja chochote hata kama ni chembamba. Niliweza kukwambia ya kwamba hili jengo lina upana wa mita 11.5 na urefu wa mita 28. Kwa hiyo kiwanja ambacho ni cha kwanza at least tuweze kupata hata parking mbele, ni kiwanja chenye urefu wa mita 35, sawa? Na kwa unatazama ramani yako hapa, hii ramani imeweza kugeuzwa ili iweze kuonekana vizuri na iweze kusomeka vizuri, na ndio maana upande wetu wa kushoto ndiko ambako ni mbele ya jengo, sawa? Na upande wa kulia ndio upande wa nyuma wa hili jengo, na ndio maana nimeweza kulifanya hivi na ninaelezea hapa uweze kuelewa vizuri. Iko na namna ambavyo inaonekana ni nzuri na mpangilio wake ni mzuri sana. Ukijenga kokote itakuwa inaonekana simple kwa muonekano wa mbele, mtu anaweza kaitazama hata akaiona ndogo, lakini ndani yake ni jengo lenye maajabu mengi sana. Huu ndio muonekano wake au muonekano wa hili jengo katika namna ya 3D. Nikukumbusha tu kwamba ramani kama hizi na zingine nyingi zote huwa tunaandaa kulingana na mahitaji ya mteja. Kwa hiyo hata wewe hapo unaweza ukaleta mahitaji yako na sisi tukakuandalia ramani vile vile unavyohitaji, sawa? Na kama unajua uko Mpanda lakini unataka kupata tofali za blocks, basi napo pia usipate tabu kwa sababu tupo kwa ajili yako na tupo kuhakikisha swala hilo linafanikiwa kwa 100% kubwa sana. Tofali hizo tutazifikisha mpaka site unapokwenda kujenga. Kwa hiyo hilo nalo tusilizungumzie tena, tuliache hapo, tulifunge hapo. Namba ya simu hiyo hapo, piga simu. Maswali yamekuwa ni mengi sana. Kuna mtu amekuwa anauliza, hivi jengo kama hili hapa naweza nikaijenga msingi kwa shilingi ngapi? Majibu huwa napenda sana kuwa muwazi, of course, kwa sababu sio kwa sababu tunakuletea ramani basi ni kuachanize kwa kila kitu. Iko hivi, kwenye swala la msingi namna gani unaandaliwa na details zake zitakuwa vipi, inategemeana na vitu viwili vikuu.
Cha kwanza ni aina ya udongo ambao unapatikana site katika eneo lako wewe ambapo unaenda kujenga. Huu udongo ndio utakwambia sasa, au utamwambia fundi anatakiwa kuchimba msingi kwenda chini kwa urefu kiasi gani. Sawa, au kuzingatia material muhimu ambao unafanya jengo kuwa imara kama simenti kwa kiwango gani. Sawa, na kitu cha pili ni shape ya kiwanja chako, kwa sababu hivi vitu hauwezi kukuta vinafanana kati ya kiwanja na kiwanja. Na ndio maana mara nyingi huwa siwezi nikamwambia mtu kwamba utatumia gharama kadhaa kujenga jengo, kwa sababu hata msingi tu unaweza ukaleta matokeo tofauti. Japo kwa baadhi ya majengo huwa ninakwambia tu kwamba hili unaweza ukalijenga kwa gharama ndogo, hili unaweza ukalijenga kwa gharama kubwa, ili mradi tu, kwa sababu ninajua kwa namna yote ile pale bajeti zake hazitakuja kukushangaza, kwa maana ya kuja katika namna ambayo inakuwa ni kubwa sana. Ila kwa swala la guest house, of course budget ndio inatengeneza muonekano mzuri na watu kuwa na tija ya kuweza kufika kwenye jengo lako wewe kuja kupumzika hapo. Sawa, kwa hiyo kwenye masuala ya guest house of course inatakiwa budget iwekwe, ila sisi tunazingatia ubora katika design. Mtu anapoingia ndani, hata kama utakuwa umefanya uwekezaji ambao ni wa kawaida, basi yeye aweze kukupa sifa na kuwa balozi kukutangazia biashara yako sehemu zingine. Hakikisha pia umetufollow mitandao ya kijamii, tunatumia Makazi Mpanda. Karibu sana.